Kurompwe ya Kavumo mwingine yetu tushaikamata njoi rompwe hii aone bakubwa na bikose vyote hivi rompwe ngamba ya aeroporo kule hapa kuni rompwe balikuwa na wazatu hatoshimama tena hapa. Vizuri sana mpendwa wa BG Online TV pote unapoendelea kutufuata kwa wakati huu. Tukaribisha kufuata habari zetu kwa siku ya leo zilizojiri kona tofauti hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zinazogonga mwamba kwa sasa ni zile za wazalendo kufika ndani ya mji wa Bukavu. Kundi la vijana ndani ya mji wa Lubumbashi mkoa wa Katanga wajitolea kutetea nchi yao dhidi ya uvamizi unaoendeshwa na M23. Kikao cha usalama kimeendeshwa pa Baraka ili kutathmini swala la usalama mjini humo. Bila shaka kuna hayo na mengine mengi mpendwa wetu tumekuandalia kwa siku ya leo, ila tunakumbusha mara tena usikose kusubscribe kwenye channel yetu na karibu kufuata mengi zaidi. Naam, asante. Wacha tuanze habari zetu na habari za mji wa Baraka ambako kumeendeshwa kikao cha usalama ili kutathmini hali ya usalama kwa sasa mjini humo. Kikao hicho kimeitishwa na meya kwa muda wa mji wa Baraka na ambako mmoja kati ya viongozi wa kijeshi toka jimboni pia ameshiriki kwenye kikao hicho. Bi Emerite Tabisha, meya kwa muda wa mji wa Baraka, anaeleza mengi kuhusu kikao hicho. Leo niliitisha kikao kwa sababu mwa hizi inga mbili inaonekana kwamba salama ambao tulikuwa tushafikiria hapa nyuma kidogo unaendelea tena kuzorota. Tunaona watu wenye kusikilia silaha kutembea na masilaha hasa makubwa zinaingia msoko, zinaingia mumanganda, mumabar, zinatembea. Sasa inakuwa kama kutisha raia, wanatishika na masilaha kubwa, milio yao yanapigwa komina ya Katanga, komina ya Baraka Centre, komina ya Kalunja. Watu hawana amani na milio ambayo inasikiliwa ya silaha sana. Kamba zinaanza zinazidishwa tena, kamba ambazo zinatiliwa watu kutozwa pesa zinaendelea kutiliwa tena. Uwizi unapanda vile ya Baraka, mtu kutembea na Android kumasaa kama vile masaa 1 usiku inakuwa insecurity. Wanapokonya matelefone, mapesa, mifuko, watu wanapitaka. Kuna maavenia ifunguliwe sana, kuna nyumba ambazo ziko nyumba zingine, na hazo ni mafasi ambazo watu watinga kama vile maviwanja ya kanisa. Mfano kuna miti kwa watu kutambuka hapo kwa kwenda nafasi nyingine wanatingwa. Na pia tunaona hali ya watu ya magonjwa inaendelea kupanda, magonjwa ya matension, ya moyo inapanda, na inatia watu kuwa mahali ya wasiwasi kwa sababu ya milio ya mabunduki. Kwa hiyo nimeona umoja wakuu viongozi wa jeshi, viongozi kunivu ya province amefika hapa. Nikasema baba, utusaidie vile ya Baraka haina vita, ila raia vitengo vya serikali vinatiliwa katika hali kama vile tunakuwa mvita. Hali ya wazalendo inakuwa kama vile haisaidie watu, haisaidie usalama, haisaidie kazi kufanyika vizuri. Kwa hiyo nimemzuia tukaita kikao cha dharura. Nashukuru wote ambao wamefika, wakuu viongozi wa magrupe za wazalendo kama vile wanamemba wa Conseil Sécurité. Tumejadiliana vitu vya kutosha kuhusu hiyo ambayo nimetaja hapo juu. Baraka inastahili kuishi amani kwa sababu hakuna vita. Raia iliomba iishi na amani. Hiyo ndio ilikuwa shabaha ya kikao, na ninyi wote raia tuungane mkono
kuwa macho, kwa sababu hata hakuna vita, lakini adui anaweza kuja kutuingia. Na huko Bukavu ni kwamba mapambano makali yameripotiwa kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu, umbali wa kilomita ndogo na katikati mwa mji wa Bukavu. Jumapili hii ya tarehe 13 Aprili 2025, wazalendo waliwasha moto na kukimbiza waasi wa M23 waliokuwa eneo hilo. Mapambano hayo yalianza muda wa saa 4 asubuhi hadi saa 6 mchana. Wazalendo walidhibiti kwenye uwanja huo wa ndege wa Kavumu na moto mkali waliokuwa nao. Waliposhikilia eneo hilo la uwanja wa ndege wa Kavumu, raia waliingia barabarani kwa kuwashangilia, huko wakiwa na furaha kubwa, wakitaja kwamba kwa sasa muda hule wa mateso umekwisha. Kisha saa takriban 3, wazalendo wakiwa eneo hilo la uwanja wa ndege wa Kavumu waliondoka wenyewe pasipo kuwa na mapambano yoyote. Hali ya usalama imerudia kuwa tulivu muda wa saa 12 hadi sasa, na waasi wa M23 tayari wamerudi eneo hilo la uwanja wa ndege wa Kavumu. Hali ya usalama mjini Bukavu iliripotiwa kuzorota, hasa upande wa M23 pale walikuwa kishindwa kujua la kufanya, sababu walishuhudiwa na raia wa mji wa Bukavu wakiwa na tangatanga kutokana na moto mkali uliokuwa na wazalendo kwenye uwanja wa Kavumu. Matokeo kwa muda mapambano hayo ni raia 5 kufariki kutokana na risasi zisizo za kutegemea na wanajeshi wa M23 ambao idadi yake bado kufichuliwa. Hii si mara ya kwanza wazalendo wakiwa wanashikilia eneo hilo na sehemu zingine tofauti kwa kuwafurusha M23 na baadaye wanakuwa wakitoka pasipo mapambano yote. Hali hiyo ya wazalendo kuwa naachilia eneo ambazo wamezishika kisha mapambano yao zidi ya M23 inakuwa natokana na nini? BG Online TV tumepata nafasi ya kuongea naye Kamanda Amuri William Yakutumba. Kwanza tumeanza kumuuliza kuhusu habari zilizozagaa kwamba ameondoka na vikosi vyake kwenye maeneo hayo ya uwanja wa vita na kurudi ndani ya tarafa la Fizi. Je, ni kweli? Raia wa Fizi Baraka na mkoa huu wa Kivu ya Kusini waendelee kutegemea nini kwake? Kuna hayo na mengine mengi ambayo tumeweza kumuuliza mtazamaji wetu Kamanda Amuri William Yakutumba na ambayo ametujibu yafuatayo. Kamanda Amuri William Yakutumba, jambo. Ndio. Kuna taarifa kwamba umeweza kuondoka kwenye shamba za mapambano, Kamanda. Hizi taarifa zinakuwa na ukweli gani, Kamanda Amuri Yakutumba? Nimetoka kwenye shamba la mapambano, naenda wapi? Hiyo ndugu yangu mwandishi, ni habari za uongo. Hatujawahi kutoka kwenye shamba la mapambano. Tulionana na waziri, baada ya kuonana na waziri wa ulinzi, basi sisi tukarudia kwenye front. Hivi niko nasema na wote kwenye front, na vikosi vyote viko kwenye na front. Hakuna hata askari moja tulitosha kwenye front, wote weko pale na sisi wote tuko pale tunakuwaka. Raia waendelee kutegemea nini kutoka kwako kutokana na hii hali ya habari za uongo ambazo zinaendelea kuwa nyingi, Kamanda Amuri William Yakutumba? Kitu cha kwanza tunasema waache na habari ya uongo. Wale wanafanya uzushi ni maadui, ndio wanafanya hiyo uzushi. Toka wasipate habari ya maadui, hiyo ni uzushi mtupu. Na sisi tunaendelea tu kwenye mafront, tunaendelea tu kufanya kazi kama vile ilivyo, kadiri vile tunapangilia. Raia ibakie kalme, hatujawahi kutoka kwenye front na hatutatoka kwenye front, na tutaendelea na kazi kadiri vile mipango yetu iko. Lakini Kamanda, ukiangalia kwamba siku zote hizi raia walikuwa nategemea ujio wa waziri ausikae na ulinzi katika eneo hili, kwa sababu kuna taarifa kwamba bado hajapewa ruhusa kuweza kushambulia M23, labda ujio wake raia wako na matumaini gani zaidi sana? Hatujawahi kutoa ruhusa ya kufanya ya kushambulia yani waasi wa M23. Sisi tuko nafanya kazi, au sio? Kazi tuko nafanya kule Nyangezi, kule Momosho na wapi na Nyantende. Tunaendelea kufanya kazi tu. Sisi tusimamisha vita. Sisi hatujawahi kusimamisha vita. Lakini raia wanakuwa na masikitiko kwamba kuona wakati mnapoendesha mashambulizi kwenye vijiji vya eneo hilo, Manyantende, Manyangezi na vingine hapo ambavyo vinapatikana kwenye kilomita chache na mji mkuu wa Bukavu, mnapokuwa mnaweza kuvishikilia baadaye tena mnakuwa mnaviachililia, Kamanda, hii inakuwa natokana nini zaidi sana? Ni mipango ya kijeshi, hamwezi jua na wengine hawawezi jua. Mipango ya kijeshi, kila vita inakuwa na jina lake. Ndio vile.
kuna vita tunaita guerrilla, kuna vita ingine na vita ingine. Sisi tunajua namna ya kufanya vita. Basi ile sababu ya sisi kufanya hivyo, ile ni siri yetu sisi wenyewe. Hatuna neno tunaanza komandeta. Kwenye hotuba yako ya mwisho kabla hujajielekeza kwenye shamba la mapambano huko Kamanyola, uliweza kuhakikishia raia kwamba kuna vikosi ambavyo umeweza kuviacha kwenye milima inayoinukia tarafa la Fizi. Lakini ukiangalia kwamba vile adui anakuwa kama vile na nguvu nyingi kamanda, na hii inaendelea kuwapa raia wa eneo hili la mji wa Baraka na eneo la tarafa la Fizi wasiwasi mkubwa. Sijui utahakikishia nini kutokana na usalama wao? Kisha tuone nguvu ya adui. Hatujawahi kuona nguvu ya adui kule. Walijaribu kushuka kwenye mji wa Mulima, nadhani uliona gisi tuliwashambulia na tukawarudisha, tukawashika mateka na wakaacha maiti zao, na hata fasi zingine zote. Watakapojaribu nadhani watapata cha mtema kuni. Tunajua kama vijana wako wanasimama imara kwa ajili ya kazi. Raia bakie calme tranquille, isiogope chochote kile. Vikosi vipo na zinaendelea kufanya doria na mipango ingine iko kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Hakuna kitu kitakuwa kule. Donc tunawaaminifu sana na jeshi letu ambao tuliacha kule na lenyewe tunapangilia kule kwenye milima mirefu. Sasa hivi ukiangalia kuna baadhi ya raia ambao nao vile pia wanakuwa kiweza kulilia kuona kwamba CNPSC nayo inakuwa ikiweza kuhitwa katika ile majadiliano kutaka kuunda government ya pamoja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanakuwa na masikitiko mengi kuona kwamba CNPSC nayo halijashirikishwa katika masuala hayo. Labda wale raia ambao wanakuwa na dugudugu kuona kwamba CNPSC inakuwa ishirikishwi, utawaambia nini kamanda? Government au rais tutafanya majadiliano kadiri vile wanapangilia, lakini sisi kama vile wazalendo, sisi ni msimamo wetu ni mmoja tu, ni kuchapa adui na tumpeleke kwao. Basi ndio ile kuomba gouvernement ya Union Nationale. Sisi hatujaona kule, sisi hatuone kule, sisi tuangalie ile bwana ya gouvernement, ni ya gouvernement vile kuenda gouvernement. Sisi hatuangalie kule, sisi tuko naangalia yetu ni kupeleka adui tumvushe, basi atoke katika ardhi yetu. Ndio faida gani? Faida ni udongo. Faida yetu sisi kuchukua silaha, faida yetu ni udongo. Tunatafuta kugomboa udongo. Kuna pesa nyingine faida gani? Tukue wanani? Tutakuwa na sisi marais, tunatafuta mawaziri. Jobe tulisema kama tutachukua silaha sababu tukue mawaziri au tukue marais. Tunachukua silaha sababu tugomboa udongo bwana. Hakuna kitu kingine. Faida yetu ni udongo ugombolewe basi. Vile wanafanya siasa tuwaacha kule. Sisi udongo wetu. Ndio, labda sijui utakuwa na ujumbe gani kwa raia inayokusikiliza kwa muda huu? Ujumbe wetu raia, ibakie makini, ikuwe calme, isihangaike na chochote kile, basubirie kile ambacho kitaendelea. Tunajua kwamba tunasimama msimamo mkali kwa ajili ya kugomboa nchi yetu. Basi na waendelee kushirikiana na sisi pamoja, sababu tunajua kwamba wakati raia tunashirikiana pamoja kazi itakuwa nzuri. Na raia anatupenda, vile anatupenda na sisi tunapenda raia yetu. Hatutatraire raia yetu, hatutatraire udongo wetu, hatutatraire nchi yetu. Ile ndio habari raia wanapaswa kujua. Asante sana. Upande wako, mtazamo wako ni upi kutokana na vita hivi? Ila wacha nikukumbushe mara tena kwamba siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 12 mwezi huu tunao pia wazalendo wa eneo la jimbo la Kivu ya Kaskazini walivamia kijiji kimoja kipatikanacho kwenye kilomita chache kati mwa mji wa Goma. Mtazamaji, hii ni BG Online TV unayoendelea kufuata habari zake kwa muda huu. Tuangazie na habari za kule mkoa wa Katanga hapa Lubumbashi, ambako vijana wamejitolea kwa kupigania udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unaonekana kuvamiwa na M23. Raia hao wameomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kuwaunga mkono, hasa kuwapatia vifaa vya kivita. Mikoa takriban yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia wake waendelea kujitolea siku baada ya siku kwa kuwa ndani ya jeshi la taifa na vikundi vya wazalendo, hiyo ikionyesha mapenzi na uchungu wa raia na nchi yao ambayo inaonekana kuvamiwa na M23 kwa sasa. Merci bandugu wetu yote ya Katanga, shie wazalendo benye mugini, batoto wa mugini, shaba tunakuwa kuleta message kwa bajani bote bale kabila eko nespere ya kusema ataka kubentoksike benge mu mambo yake abuloja kumwanga damu. Hayua kusema wazalendo ile ku Sud Kivu na ku Nord Kivu
na mukatanga tukwamo muma province yote wazalendo iko mukatanga mulubumbashi précisément muma 7 communes yote wazalendo ikwamo na chembe isha kwanza. Kabila yuwa kusema wakati wewe unafika humu unaanza maaktivite yako shiye ba wazalendo ya Katanga tuko hapa tutakubamba na mikono mbili na kiana yote ule atapenda kuingia mwile muvuma ayuwe ya kusema atatona kumkongo yake. Tunaambia yako chef de l'etat ba autorite yetu ya mugini ya gouvernement mutu soutenir chi wazalendo ya Katanga tubambe Katanga yetu adu ya shingie muntu mubaya shingie njoo kumwanga damu. We adui yote kunespere ya kusema sema no Katanga aina yako Katanga ni yetu. Hii bulongo ubu ni bwetu shie. Bobu bulongo wa bankambo yetu. Bulombo wa bankambo yetu atupende kumwanga damu ya bajani Katange umu. Atupende muyo ya kusema wazalendo yiku mkongo yenu. Wazalendo show. Kabila tunakuonesha kama unakanyanga mukatanga tutakubamba. Sema kwa sauti ya chini itabambika. Tutakubamba shie. Wazalendo shakufika humu. Tutakubamba na mikono mbili. Uyueke ba wazalendo wakati beko mukatanga batakubamba na mikono mbili. Wazalendo show. Wazalendo show. Amina Kolombo Jabe Joseph Kabila Kanambe na Kolombo Jabubini shiwi mwana mulu matwela muino ntanda ya Katanga batu ibana ba mulu ba bajana wa alubumbashi ao Katanga shiwi mwana mulu matwela mukine kibonje tukusela kana maka saviji tukutola mwaka sa Costa Mutamba ministre wa justice atasamba na we atafanya kintu miye mwana mulu bana nsungu na Kolombo Jabubini nebuleza utotota inontande ya batu ba Kongola abe kuji Kongole wi muntu waku Rwanda. Wazalendo show. Wazalendo show. Chef de l'État, tunakulomba. Tosengi yo mokonzi. Pesa biso manduki. To protéger Katanga. Mungu nako tate. Katanga za biso. Tozaba Katange, tozaba Congolais. Sécurité à Katanga, ça dépendre na biso ba jeune. Toza wazalendo. Ko considérer ka wazalendo ya Sud Kivu Nord Kivu. Wazalendo toza na Katanga pour la sécurité ya mboka na biso. Merci. Kupitia hapo hatuna la ziada bali ni kushukuru wewe mtazamaji wetu mpendwa ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi. Tunakukumbusha mara tena usikose kusubscribe, kushare na kulike ili kuendelea kupata habari zetu na vipindi vinavyokujia kila saa na dakika. Mengi zaidi kuhusiana na habari kutoka eneo tofauti za shamba za mapambano, endelea kufuata BG Online TV kwa mengi zaidi. Hatuna la ziada, twasema kwaheri.